Mgogoro wa Mashariki ya Kati umeingia katika hatua mpya ya hatari baada ya Iran kuanzisha mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya Israel usiku wa kuamkia hii leo Jumapili, Juni 22 mwaka 2025, kufuatia mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyolenga vinu vitatu vya nyuklia vya Irani mapema hii leo. Mashambulizi hayo ya Iran yamesababisha walau takriban watu 16 kujeruhiwa ndani ya Israel, huku hofu ya vita kamili ikiongezeka duniani kote. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel, makombora na ndege zisizo na rubani zililenga maeneo mbalimbali ya Israel, ikiwemo miji mikuu na vituo vya kijeshi. Ingawa mifumo ya ulinzi wa angani ya Israel kama Iron Dome na David Slings iliweza kuzuia sehemu kubwa ya mashambulizi hayo, baadhi ya makombora yalilenga na kusababisha madhara kwa raia na askari. Mashambulizi haya yanakuja baada ya Marekani kwa mara ya kwanza kabisa katika mzozo huu kushambulia moja kwa moja vinu vitatu vikubwa vya nyuklia vya Irani, Fordo, Natanz na Isfahan. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha mashambulizi hayo kupitia hotuba ya moja kwa moja, akisema kuwa yalilenga kuweka kikomo cha uwezo wa Irani kutengeneza silaha za nyuklia. Mashambulizi hayo ya Marekani yameibua hasira kutoka kwa viongozi wa Irani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa hatua hiyo ni uvamizi wa kijeshi wa wazi, na ameahidi kwamba Marekani pamoja na washirika wake watalipa gharama kubwa. Kwa sasa mamlaka nchini Israel zimeripoti kuwa watu 16 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Irani, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Ving'ora vya tahadhari vilisikika katika miji kadhaa, huku raia wakikimbilia maeneo ya kujikinga. Serikali ya Israel imetangaza hali ya tahadhari ya kitaifa na kufunga anga yake kwa safari zote za kiraia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameahidi kujibu kwa nguvu kubwa mashambulizi ya Irani, akionya kwamba Irani imevuka mstari mwekundu. Viongozi wa kijeshi wameitisha mikutano ya dharura kupanga mashambulizi ya kulipiza. Hali hii mpya ya mashambulizi ya moja kwa moja baina ya Israel na Irani sasa na Marekani inaashiria hatari zaidi ya kuzuka kwa vita vya moja kwa moja ambavyo vinaweza kuhusisha mataifa mengi zaidi Mashariki ya Kati na hata kuvuta nguvu kubwa za kimataifa kama Urusi, China na NATO. Tayari makundi ya wanamgambo yanaungwa mkono na Irani katika Lebanon na Syria na Yemen yameonyesha ishara ya kujiunga na mapambano. Hali inaongeza wasiwasi kwa mapigano haya yanaweza kuwa ya muda mrefu na uharibifu mkubwa. Mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Ufaransa, Urusi, China na Umoja wa Mataifa yametoa matamko ya dharura yakitaka pande zote mbili kujizuia na kuanza mazungumzo ya dharura ili kuepusha maafa makubwa ya kibinadamu. Hata hivyo, juhudi za kidiplomasia hadi sasa hazijazaa matunda, huku Iran ikikataa kushiriki mazungumzo yoyote hadi Marekani itakapokubali kuwajibika kwa mashambulizi yake. Mgogoro kati ya Israel na Irani uliokuwa ukitegemea vita vya wakala sasa umegeuka kwa mgogoro moja kwa moja kati ya mataifa yenye nguvu kubwa kijeshi. Uamuzi wa Marekani kushambulia vinu vya nyuklia vya Irani umetikisa hali ya Mashariki ya Kati, na majibu ya Irani kupitia makombora dhidi ya Israel yameweka dunia katika hali ya taharuki. Ikiwa hatua za kidiplomasia hazitachukuliwa haraka, kuna uwezekano mkubwa wa kuingia katika vita vya eneo zima au hatua za kidunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.